Kwanza tunashukuru kwa mwitikio wenu wa kuja kwa haraka, kwa sababu tulitoa taarifa kwa muda mfupi kwa kweli. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini inaonyesha namna gani mnavyokuwa mnakerwa na ajali za barabarani, lakini mnakerwa na changamoto nyingi ambazo ziko barabarani. Kwa hiyo tunawashukuru sana, muendelee na moyo huu kutusaidia katika kuelimisha jamii katika masuala mbalimbali ya usalama barabarani. Labda leo niseme tutazungumzia mambo mawili makubwa ambayo yanahusiana na kanuni ambazo tulizitengeneza mwanzoni mwaka huu. Moja ni kama mara nyingi tumekuwa tukisema swala la ulipaji faini kwa njia ya elektroniki, kwa kuzungumzia hilo. Lakini pili ambayo tumekuwa tukilitaja ni swala la kuondoa pointi kwenye leseni. Yaani mtu anapofanya makosa basi uwe na uwezo wa kutoa hizo pointi kwenye leseni yake. Kwa hiyo mambo yote mawili yanakwenda kwa pamoja, na ndio maana tunapenda kuyazungumzia leo. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kwanza kutumika kwa kanuni mpya ya kwanza kama nilivyosema ni tozo la papo kwa papo kwa njia elektroniki, inaitwa the Road Traffic Notification Offenses Amendment Regulation 2015, na ya pili ni kanuni ya kuweka nukta katika leseni za udereva, the Road Traffic Driver License Point System Regulation 2014. Kwa tukianza na kanuni ya tozo ya papo kwa hapo kwa njia elektroniki, kanuni hii ni sheria ya usalama barabarani inahusu ulipaji wa tozo la papo hapo kwa njia elektroniki. Kanuni hii inasoma pamoja na sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kama ilivyorejewa mwaka 2002 kifungu cha 95, iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kupewa namba, yani GN namba 30 ya mwaka 2015. Kisha ilitangazwa katika gazeti la serikali tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka huu mwaka 2015. Kanuni hii itatumika katika kulipaji faini za papo kwa hapo kwa njia ya mtandao. Ndugu wanahabari, kutokana na kuongezeka kwa malalamiko kutoka wamiliki wa magari na madereva kwamba wamekuwa wakilipishwa faini na askari wa usalama barabarani pasiko kupewa risiti halali za serikali, yani JRR, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali iliamua kubuni mifumo ya elektroniki utakaochukua nafasi ya mfumo unaotumika sasa wa tozo la papo kwa hapo. Mfumo huu utaanza kwa majaribio katika baadhi ya maeneo, yani testing, katika jiji hili la Dar es Salaam kuanzia kesho tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2015. Hivyo msishangae kuona askari wakiwa barabarani na mashine zitakazotumika katika ulipaji wa faini za papo kwa papo. Ni matumaini yetu kwa kuanzia na jiji la Dar es Salaam itatusaidia kubaini changamoto zitakazojitokeza na kuweza kuja na mfumo bora zaidi tutakapoanza nchi nzima. Hizi mashine tunaziita POS, yani point of sale, na zinafanana kama tu zile ambazo tumekuwa tukisikia zinaitwa EFD. Nafikiri nyewe ni mashahidi mmeshazisikia, lakini hazina tofauti kubwa sana. Mfumo huu wa ulipaji faini za papo kwa hapo elektroniki unafanya kazi kama ifuatavyo. Dereva aliyetenda kosa akikamatwa na kutakiwa kulipa faini kwa njia ya elektroniki, askari ataingiza kwenye mashine taarifa za namba ya usajili wa gari, yani registration number, namba ya leseni ya dereva, eneo kosa lilipofanyika, kosa lililofanyika lenyewe, na kisha askari atatoa tiketi ya kielektroniki kumpa dereva aliyetenda kosa. Tiketi hiyo pamoja na kuwa na namba ya kumbukumbu ya malipo pia itakuwa na maelezo kwa dereva ambayo yanasema unatakiwa kulipa faini ya kosa ulilotenda kupitia mitandao ya simu ya Tigo Pesa, M-Pesa, Airtel Money, Max Malipo au kupitia kadi yako ya benki, ATM kadi za NMB na Umoja Swift. Yaani kutakuwa na uwezo wa kulipia hizo faini kwa kutumia kadi yako ya benki ambao utakuwa unaiswap kwenye mtambo. Unatakiwa kulipa faini hii ndani ya siku 7. Baada ya siku 7
utatozwa ziada ya 25%. Baada ya siku 14 na kuendelea utatozwa faini ya ziada ya 50% ya tozo la awali, na itakuwa ikiongezeka kadri unavyochelewa kulipa. Kwa maana kwamba zile siku 7 za mwanzo hakutakuwa na faini, lakini kuanzia siku ya 8 na kuendelea mpaka siku ya 14 utakuwa unalipa 25%. Zaidi ya siku 14 utakuwa unalipa 50%. Na ikifika siku 30, kila mwezi, kila baada ya siku 30 vile vile bado utakuwa unalipa 50%. Kwa hiyo kadri unavyochelewa kulipa ile faini ambayo umeandikiwa, ina maana mwisho wa siku utalipa zaidi. Ili kulipia kwa njia ya mitandao ya simu, namba maalum ya polisi hii inaitwa USSD code itakayotumika ni nyota 152 nyota 75 leo. Hata hapo kwenye simu yako ukiingiza sasa hivi itakupa option ambazo unaweza kuziona. Kwa hiyo hii kodi ndio itayotumika katika ulipaji wa faini kama ambapo nimeeleza. Baada ya kutolewa tiketi hiyo, dereva husika atatakiwa kulipa faini yake kwa njia hizo nilizotajwa, kisha kuyasilisha kwa askari mwenye mashine namba ya kumbukumbu ya malipo aliyoipata kupitia mtandao husika. Namba hiyo ya kumbukumbu itaingizwa kwenye mashine ya kutolea tiketi, ambapo itatolewa risiti ya malipo kisha kukabidhiwa kwa dereva husika. Ieleweke kwamba ulipaji wa tozo elektroniki hauna tofauti na ule unaotumika katika kulipia umeme wa luku ya TANESCO au ada za magari zinazotozwa kwa njia ya mtandao na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Kwa hiyo nachotaka kusema hapa kwa maelezo ya ziada, hii mashine itakuwa ina uwezo wa kutoa risiti ya aina mbili. Unapofanya kosa, lile kosa ambalo umefanya, baada ya askari kuingiza taarifa zako, atatoa risiti ya mwanzo ambayo itakuwa na kodi. Hizo namba ndizo zitakusaidia wewe kulipa hiyo faini kwa njia ya mtandao. Na ukishalipa kwa njia ya mtandao, itakuletea namba zingine ambao sasa hizo zitathibitisha kwamba umelipa ile faini. Sasa ili kupata risiti kwa askari ambaye mwenye chombo kama hiki, akishaingiza zile namba ambazo zinaonyesha umelipia, then ndio itatoka ile risiti ya pili ambayo inaonyesha kwamba umelipa kile kiwango ambacho umefanya kosa. Na vile vile ieleweke kwamba katika mfumo huu kwa kila kosa itakuwa inatolewa risiti au kodi peke yake. Kwa mfano, kama una makosa matatu, ina maana utapata risiti 3 ambazo zitakuwa zina kodi tofauti. Na unapokuwa unapata zile risiti za kuonyesha umelipa, vile vile utapata risiti 3. Yaani tofauti na sasa kwamba ukiandikiwa makosa matatu, kwa mfano, unalipa shilingi 60,000. Kawaida tulikuwa tunatoa risiti ile moja ya JRR ambayo inakuwa moja. Sasa zitakuwa 3. Vinginevyo watalazimika kupelekwa vituoni kwa ajili ya kupata taarifa zao za leseni kutoka katika kompyuta za mfumo wa leseni za udereva, jambo ambalo linaweza kuwapotezea muda. Aidha, ieleweke kwamba dereva anapoandikiwa faini ya kielektronikia, akichelewa kulipa katika muda aliopewa, jeshi la polisi litakuwa likiendesha operation mara kwa mara kwa kuyamulika magari yote yanayodaiwa faini kwa kutumia mtambo maalum wa kutambua namba za usajili wa magari yanayodaiwa, yani automatic number plate recognition system. Kama huwa hapa, bila shaka mtapata maelezo. Huu ndio mtambo ambao utakuwa unafanyika katika operation ambayo tutakuwa nafanya kwa ajili ya kumulika magari yanayopita, na hii itatoa taarifa kwamba gari fulani ilifanya kosa mahali fulani, kwa hiyo inasimamishwa na anapewa taarifa zake za kuonyesha kwamba alifanya kosa siku fulani. Watoka kamata katika operation hizi kwa kukwepa kulipa faini, mbali na kutakiwa kulipa faini aliyolimbikiza awali, pia anaweza kufikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria, ambapo adhabu yake itakufikishwa mahakamani ni faini shilingi 50,000 au kifungo cha miezi 2 jela. Pili, nielezee kanuni ya kuweka nukta katika leseni za udereva.
Sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kama ilivyorejewa mwaka 2002 kifungu cha 25A na kifungu cha 114H imeweka kanuni ya uwekaji nukta katika leseni za udereva, yani the Road Traffic Driver License Point System. Mfumo wa ulipaji faini kwa njia ya elektroniki utakwenda sambamba na kanuni ya uwekaji wa nukta katika leseni za udereva kulingana na uzito wa kosa ambalo dereva ametenda. Mfano, dereva akishtakiwa kwa kosa la kutofunga mkanda atapata nukta moja. Akishtakiwa kwa kosa la uendeshaji wa hatari atapata nukta tatu. Akishtakiwa kwa kosa la mwendo kasi atapata nukta tano. Nukta hizi zitapofikia 15, leseni husika ya yule dereva itakuwa imefungiwa automatically kwa kipindi cha miezi 6. Na hiki kifaa vile vile kitatusaidia katika kuona madereva ambao kwa maana kwamba gari na zile leseni ambazo zimekamatwa au magari ambayo yamefanya makosa, itakuwa na uwezo wa kuwasiliana na leseni ya dereva na kujua amefungiwa leseni ya ile ambayo makosa ambayo ameyafanya. Mwisho nitoa wito kwa madereva na wananchi kwa ujumla tupo ushirikiano katika kutekeleza mfumo huu mpya wa ulipaji faini la papo kwa hapo, hasa tukianzia katika jiji la Dar es Salaam na hatimaye tutakapoeneza nchi nzima. Endesha salama, okoa maisha.